Kila ambapo timu Februari 13 shirika la UNESCO, yani United Nations Educational, Scientific and Culture Organization, ilianzisha siku hii hapa mnamo mwaka 2011, siku ya redio duniani, yani World Radio Day. Sababu za kuanzishwa kwa siku hii: kutoa heshima kwa redio kama chombo cha habari, elimu na mawasiliano. Sababu ya pili, kukumbusha dunia umuhimu wa redio katika kufikisha taarifa haraka na kwa usahihi pia. Sababu ya tatu ni kukuza mazungumzo ya amani na utengano wa dini na tamaduni, redio ikiwa chombo cha jamii. Sababu ya nne ni kujenga jamii zenye ufahamu, haswa katika maeneo ya mbali ambapo redio inakuwa njia pekee ya kupata habari. Ingawa kwa dunia hii ya sasa tumetawaliwa na teknolojia, hivyo watu wengi hupata habari kwa kupitia simu janja zao aka smartphones, lakini hilo silo jambo la kusababisha kuto kuweza kuona umuhimu wa redio mpaka muda huu. Mchango wa redio duniani mpaka sasa hivi ni mkubwa sana, kwa sababu hutoa huduma za habari. Unaambiwa kwamba redio ni chombo muhimu kwa habari za haraka na ripoti za mabadiliko ya dunia. Mfano, hapo mtaani ambapo ulipo kuna duka la mangi, kuna duka la Muha. Muha akisema pay attention muda wote kwenye simu yake, hataweza kutoa huduma kwako, lakini Muha anaweza akawa anapata habari kwa njia ya redio wakati akiwa anasikiliza, na wakati huo huo akiwa anatoa huduma. Hivyo redio itabaki pale pale katika pointi ya kuwa redio ni chombo muhimu kwa habari za haraka na ripoti za mabadiliko ya dunia. Mchango wa pili ni elimu na mafunzo. Redio hutumika kufundisha masuala ya afya, kilimo, elimu, jamii na lugha. Mchango wa tatu ni katika maendeleo ya jamii, ambapo redio husaidia shughuli mbalimbali za kijamii. Pia redio hufika maeneo ya mbali ambapo vifaa vingine vya mawasiliano visingeweza kusapoti. Mfano, vijijini ambapo watu wanaotumia simu janja au smartphones ni wachache, huweza kupata taarifa kwa njia ya redio. Unaambiwa shirika la UNESCO huchagua mada tofauti tofauti kulingana na mwaka. Mfano, Radio and Trust ni moja kati ya hashtag ambayo ilitumika mwaka fulani, Radio in Times of Emergency and Disaster, na mfano wa hashtag nyingine ni hii hapa, Radio and Diversity. Ya kupaswa kuweza kutambua kuwa historia ya redio ilianza mwaka 1920 ambapo kituo kimoja cha redio ambacho kilikuwa kinakwenda kwa jina la KDKA kutoka huko nchini Marekani ndicho kilikuwa kituo cha kwanza cha redio kurusha matangazo ya redio. Pia ukija kwa Afrika, Disemba 18 mwaka 1923 huko Johannesburg, Afrika ya Kusini, ndiyo ilikuwa siku ya kwanza kurusha matangazo ya redio hapa barani Afrika. So ladies and gentlemen, wherever you are man, kutokea kitaa chochote ambacho ulipo, happy World Radio Day. Sisi tunaitwa Suma Media ladies and gentlemen, endelea kusubscribe kwa ajili ya kuweza kupata more infos. Kelvin KU right now behind the mic. Say what?